Bwana Yesu asifiwe sana. Ninafurahi sana kwa sababu ya hii kazi ya Injili. Kwa sababu ni kazi ambayo imeweza kuwa ya ukweli kwa wale watu ambao wameamini na wakaamua kutii sauti ya Mungu licha ya mambo yote katika dunia, ili wamwakilishe Mungu wakiwa katika hii dunia kwa utukufu wake. Nataka kuongelea jambo moja ambalo limepotosha watu katika Injili. Kwa ajili gani watu wengi wameweza kupotea katika Injili na wakaweka lawama nyingi sana katika Injili, wakisema ya kwamba kuna watu ambao wamewafanya hawawezi enda kuabudu Mungu. Kwa sababu gani? Kuna vitu ambavyo wameshuhudia katika Injili ambavyo vimewavunja moyo, ambavyo ni ukweli, lakini swali ni moja. Kama unaweza kuvunjika moyo katika Injili, uachane nayo, lakini katika kazi kuna vitu ambavyo umepitia vikali, haujawahi vunjika na kuachana na kazi. Lakini unapofika katika Injili unavunjika moyo, hapo pia nataka ujiangalie. Because nimekuja kuona pia kuna watu ambao wamejaa na ukora. Kazi yao ni kuweka lawama tu, kuweka lawama. Injili ya siku ya leo wachungaji wa ukweli hawapo. Siku ya leo kanisa ni biashara. Siku ya leo hakuna kanisa la ukweli. Yaani siku ya leo mambo ya Mungu hakuna, ni ukora tu na ushetani ambao unaendelea. Kuna watu kama hawa, haina shida. Lakini wacha nikwambie ukweli ya kwamba wakati Mungu aliumba hii dunia, kuna vitu viwili aliweka ndani. Mungu mwenyewe akasema katika ule mti uliokuwa katika Edeni, akasema kwamba, akaambia Adamu na Hawa ya kwamba katika huu mti msikule. Mtakapokula sasa mtajua mema na mtajua mabaya. So walipokula ile mti, ikabidi lazima watajua mema na mabaya. Na hivyo ndivyo dunia ilivyo. So katika hii dunia, unapokuwa katika hii dunia, ndugu ama dada, lazima utajua mema na mabaya. Ukishajua mema, wewe endelea kutenda mema. Ukishajua mabaya, wachana nayo, naelezea wengine waachane nayo na waendelee kutenda yale ambayo ni mema peke yake. So kuna kitu ambacho kimetokea katika hii dunia, na watu wengi siku hizi wamekasirika sana kwa sababu ya Injili. Siku ya leo watu wamekuwa na hasira mingi, watu wamekuwa na uchungu mwingi sana kwa sababu ya Injili. Watu wamekasirika kwa sababu ya matokeo ambayo yanaonekana katika Injili. Kwa sababu gani? Watu hawa wanakosa kutofautisha wakora, wanakosa kutofautisha matapeli, waganga, wachawi wa Injili. Sasa hao watu wanawachukua na kuwaita watumishi. Unajua, huwezi ita mtu ambaye sio rais na umwambia kwamba ni rais. Sijaiona mtu akisimama katika nchi na anasema kwamba katika nchi rais ni huyu na huyu, na kweli huyo mtu ambaye anatajwa sio rais. Sijaiona. Hiyo ndio kitu ambayo inashangaza. Hata katika familia zetu, mtoto ambaye si wa hiyo familia, watu wanajua na kila mtu anajua. Hata utasikia watu wakisema huyu mtoto si wa hii familia. Lakini katika Injili kile kinanishangaza, kwa nini watu wanakosa kusema ya kwamba huyu ni mwizi, huyu ni mganga, huyu ni mkora? Because iliandikwa ya kwamba waganga na wakora, wachawi, wezi, majambazi, matapeli, majina yote ya hao watu wakora ilitajwa katika Biblia. Watatokea, na watakapotokea kile ambacho watafanya pia kilitabiriwa. So sijaona watu wengi wakiwaita kuwa ni wakora. Utasikia kwamba watu hawa wakifanya mambo, utasikia watu wanasema kwamba kuna mchungaji amebaka mtoto wa shule, kuna mchungaji ameiba mali ya kanisa, kuna mchungaji, kuna nabii, kuna mwinjilisti, kuna mtume. Lakini cha kunishangaza ni hawa watu ambao wanataja si watumishi. Because katika Biblia yenyewe ilisema hawa watu watakapokuja hawatakuwa ni watumishi, watakuwa ni wakora na wezi. Lakini watu hawataki kutambulisha hao watu na majina yao kamili. Lakini ninapofika katika dunia,
Hakuna mtu anaweza ita mwanajeshi amuita kwamba wewe ni conductor. Hakuna mtu anaweza ita rais ya kwamba yeye ni waziri. Mtu anajua tu huyu ni rais, anatambulikana kama rais. Huyu ni mwanajeshi, huyu ni askari, huyu ni mama, huyu ni msichana, huyu ni mtoto. Mtu anajua kutofautisha hivyo. Lakini katika Injili watu wamejipombaza. That's why unasikia sasa hao watu wanatumia majina ya watumishi ili kupaka Injili matope. Kwa sababu gani? Ya hawa watu ambao wanajiita wakora, ambao tunafaa tukue tunawatambulisha katika hayo majina. Wezi, waganga, wachawi, tunafaa tunawatambulisha katika hayo majina. Watumishi wa shetani, hiyo ndio majina hata waandishi wa habari pia hapo wamerogwa. Mtu akinaswa, wacha kusema atakomba mtumishi wa Mungu, sema mkora wa Injili. Ani ni mtu ameingia kwa Injili na ukora. Sasa anatajwa katika kile kitu ambacho anafanya ukora, because hayuko katika Injili. So hao watu walipokuja wakaingia katika Injili na ukora, watu wakawapokea kama watumishi. So wanapotenda mambo yao ya ukora, watu wanajua yale mambo wanayowatenda ni ya ukora, lakini hao watu wanakosa kuwatambulisha ama kuwaita kwa yale majina yao ambayo wanastahili waitwe. Biblia haijakosea, Mungu hajawahi kosea. Alisema ya kwamba watatokea na watadanganya wengi, watafanya ishara kubwa. Hii ni vitu tunaona. Yaani watu wataita paka moto kutoka mbinguni na itawaka. Watakwambia kenye umekula jana, watakwambia vile vitu viko kwa nyumba yako, watakwambia hata kwa boma yenu kile kitu chenye kiko. Utakapoangalia ujumbe yote watakwambia ile kazi nafanya. Yaani watakwambia vitu ambavyo kweli ukiangalia hivi viko na ukweli, lakini hayo yote yanakuja kwa sababu ya kukunasa wewe, ili uingie katika mtego yao. Sasa wakuibie, wakuue, wakuharibu, wakuangamize. Hiyo ndio kazi yao. Lakini hawakuji katika ile njia ya Mungu, wanakuja hawakuji katika ile njia ya shetani, wanakuja katika njia ya nini? Ya Mungu, ndio wapokelewe. Mungu alisema aje? Watakuja wakiwa wamevalia ngozi ya kondoo. Ngozi ya kondoo ni kuonyesha kwamba hawa watu ni wa kiungu. Katika nje utaona ni wa kiungu, watasaidia watu, watalipia watu school fees, watalipia watu rent, watapatia watu vyakula. Ukienda kwa kanisa utapewa unga, watakufanyia vitu. Kiangalia utasema kweli hawa watu wanajali roho yako, lakini hawajali roho yako. Kazi yao na lengo lao ni kukuua wewe, kukuibia, wakuue, wakufanyia mambo mengine hata hautawahi amini. Utabaki tu ukichukia Mungu. Lakini Mungu huyo mwenye unachukia ndiye alikuleta katika dunia. Huyo Mungu unachukia ndiye anakupatia hiyo uhai ya kupumua. Kwa sababu gani? Ulikataa kufuata maagizo yake. Hata huyo Mungu ndiye anakutega ili ukutane na wale watu, ili ujue ya kwamba wakati unakataa mambo ya Mungu, basi utaweza kuyajua yale mengine katika ile njia ambayo inastahili, ambayo utabaki ukilia, lakini wewe mwenyewe umejitakia. So hao manabii walipojitokeza, kitu cha kwanza nataka tufute kuanzia kwa waandishi wa habari. Mtu akiwa amepatikana na sio mtumishi, tuache kumuita kwamba mchungaji wa dhehebu fulani, nabii wa kanisa fulani, mwingi. Sema ya kwamba mganga anayetumia jina la Yesu ameshikwa katika eneo fulani. Tumia hilo jina. Uwezi wa Injili, matapeli, majambazi wa Injili. Tumia majina sahihi ambayo kweli hata ule msikilizaji atakapoona unaposema ni majambazi na vile vitu wanafanya kweli ni ujambazi. Unaposema ni waganga, matapeli na watu ambao wanawaangalia, wakiangalia vile vitu ambavyo unataja wanaona kweli vinaambatana na utapeli. Lakini sasa ukianza kuwataja kwamba ni watumishi na watu wanaona ule utumishi ambao umetaja na vile vitu ambao wanafanya haviambatani, utakuwa unaanza kuvunja watu moyo. Watu waseme kwamba Mungu siku hizi ni mkora, Mungu siku hizi hayuko, Injili imeharibika, hakuna kanisa la ukweli. Kuna makanisa ya ukweli, kuna watumishi wa ukweli. Kitu cha kwanza pia Mungu anazungumza ya kwamba wewe mahali moyo wako uko ndio vile itakavyokuwa kwako. Kama wewe roho yako, wewe akili yako haiko na utakatifu, wewe kazi yako ni kutenda dhambi, unahitaji mambo gani mema yatendeke kwako? Si vitu vitaambatana na vile wewe unawaza. Kama wewe mwenyewe ni mwizi, wewe mwenyewe ni kahaba, wewe mwenyewe ni mvuta bangi, wewe mwenyewe una afya mimba, wewe mwenyewe ni mkora wa ajabu, unahubiriwa Injili unaenda hivi, unahubiriwa Injili. Sasa unataka vitu gani vizuri vikutendekee?
hao manabii wa uongo ndio wataambatana na wewe, because hao ndio wako katika shule moja na wewe. Because hawezi kusema kwamba unataka mambo mazuri ya kutendekea na wewe mwenyewe utende mazuri. Inaendanga hivyo kweli? Wale watu ambao kazi yenu ni kupanua mdomo na kuanza kukutukana Mungu, kutukana kanisa, kuharibu injili. Nyinyi wenyewe wakati mnahukumu wale wengine, nyinyi wenyewe mnatenda mema. Wakati mnaenda kwa ile kanisa mnaibiwa, mnaanza kusema hakuna kanisa la ukweli. So umeenda mahali ukahubiriwa injili, tubu dhambi, kaa katika utakatifu, ukakataa. Ukaenda huko mahali ambapo school fees ya mtoto wako inalipiwa, mahali ambapo unapewa unga, mahali ambapo unasaidiwa mavazi, mahali ambapo ukifika mahali pale unataka utambulikane kama wewe ni mtu ambaye umesoma. So umeingia pale. Ukiingia pale watakuheshimu. Lakini umeiba mke ya mtu uko naye kwa nyumba, hiyo hawatakutajia kwa sababu wako na haja na pesa yako kukuibia. Unakuja hapo kwa kanisa na umeafya mimba, hiyo hawatakuzungumzia. Unakuja pale umeenda kwa kazi umeiba, umefutwa, sasa hawatakwambia kwamba wizi ndiye imefanya umefutwa. Wataanza kukuambia wale watu walio katika kazi ndio wamekuharibia. Kuna maadui ambao wako katika kazi yako. Unaona? Wewe mwenyewe umeenda hapo, umetoka mahali pazuri. Haswa wale watu ambao wanatapeliwa katika injili ya ushetani hii. Hawa ni watu ambao wamesikia injili ya ukweli wakaiasi. Mpendo, unapokataa injili ya ukweli, sasa unaunganishwa. Mungu mwenyewe anasema kwamba umekataa ukweli, anakuunganisha na uongo, uamini huo kwa sababu unaamini hiyo. Wengi ambao mmeibiwa, wengi ambao mnafanywa haya mambo ya utapeli katika injili, ni kwa sababu nyinyi wenyewe pia mmetaka hivyo. Kwa sababu kama kweli mko serious mnataka kujua utakatifu, basi mambo matakatifu yatawatendekea. Mungu anasema mambo matakatifu yatatendekea wale ambao ni watakatifu. Mambo ya uganga, uchafu, mambo yote ya giza yatatendekea wale walio katika giza. Sasa manabii wa uongo kama walikuibia shamba, basi hata wewe mwenyewe basi jua yale ambayo unatenda hayaambatani na Mungu. Kwa sababu Mungu kama unamfuata hata kubali na pia kuja anza kukuambia vitu ambavyo ni vya uongo na Mungu akufanye uamini. Mungu atakufungua macho. Unaona vile Mungu alifungua Ahabu macho. Ahabu wakati alikuwa anataka kwenda kuchukua lile shamba lenye anasema aliibiwa, Mungu alitumia Yehoshafati mfalme mwenzake, akamwambia Ahabu, before tuende wacha tuulize kwa Mungu. Alikataa. Na wakati alikataa, Mungu alimuunganisha na manabii wa uongo. Hata wakati Mikaia alikuja, kwanza yeye mwenyewe anajua Mikaia anasema ukweli, na wakati Mikaia alimwambia uongo kwanza, alimtabiria uongo akakataa. Akasema wewe niambie ukweli. Wakati Mikaia alimwambia ukweli tena akakataa, akarudi kwa ile uongo yake. So wale ambao mnaibiwa katika hii ukora, mjue kwamba kasoro la kwanza sio watu wengine, ni nyinyi. Mmepata watumishi katika sehemu fulani wamewahubiria injili ya ukweli mkakataa. Mmeingia kanisa la ukweli, mkapata mahali ambapo wanafundisha ukweli, mkakataa. Mnataka mahali ambapo mtaenda mfunikwe, dhambi zenyu zisitajwe, makosa yenu msiambiwe. So basi, ukitaka hapo ni mengi sana utapatana na hiyo uganga umejaa kila mahali. Utaenda mahali, wewe kazi yako ni kutoa sadaka, pastor nyumba yake ilipwe, watoto wake wasome, pastor akule ashibe, pastor aendelee kuoa mabibi wawili watatu, pastor akue pale, ameingia katika ukora. Mnapompatia pesa ya kununua shamba ya kanisa, anda ananunua shamba yake. Mkimpatia pesa ya kununua vyombo vya kanisa, anda ananunua vyombo katika nyumba yake. Mkimpatia pesa ya kufanya maendeleo katika kanisa, yale maendeleo anaenda kufanya katika boma lake nyumbani ama mahali anaishi. Hakuna mradi yoyote anafanya kwa kanisa. Miradi zenye mnahitaji kwa kanisa zikue ili injili iendelee kusonga mbele, huyu mwizi ndiye anaendelea kufanya nini? Kuzama ndani. Kwa sababu gani? Pia nyinyi hamuko tayari. Ukiwa mahali pabaya umeambiwa, ni watu wangapi hapa mmeambiwa huyu mtumishi na ile injili anahubiri, hata umefafanuliwa, umeelezwa, hata unaona vitendo vyake, lakini umekatalia pale. Unasema hii ndio kanisa yangu. Baba aliniweka katika hii kanisa. Tunapokuambia hii kanisa si ya ukweli au watumishi ni wa uongo, mpaka tunakupatia sababu, unasema hapana, hii ndio kanisa ililea mama yangu, hii ndio kanisa nilizaliwa ndani, hao ndio walinibatiza. Uko na sababu mingi za ujinga, lakini wakati unafunguliwa macho na Mungu akwambia kwamba toka katika wakora, hauko tayari. Ukishaibiwa unaanza kutoka nje. Ukisikia tukusalamia Bwana asifiwe, ukisikia tumeweka pale crusade tunahubiria watu wakuje kwa Yesu, unafikiri sisi ni kama wale ambao walikuibia, na wewe mwenyewe ndio ulijiweka mahali pale. Kwa sababu gani? Hauko tayari kwa ukweli. Porojo za unabii zimeharibu watu. Kwa sababu gani? Kila mtu anataka tu aambiwe kile kitu ambacho kitamfurahisha.
Sababu kubwa. That's why unaona siku ya leo hapo ndipo makanisa mengi yameweka msingi. Kanisa ukitaka likue, weka msingi ya unabii. Anza kuambia watu vile wataenda katika nchi za ng'ambo kutafuta kazi. Anza kuambia watu vile majirani wao, mandugu zao wenyewe waroga. Anza kuambia watu ya kwamba kuanguka kwenyu katika maisha, kushindwa kwenyu hakutokani na Mungu, kunatokana na watu wengine. Sasa hii ndio vitu ambavyo watu wanataka kusikia. Ukianza kuambia wazazi wao ndio wanawaroga, waambie majirani wao, waambie marafiki wao ambao wako nao katika kazi, watajie tu wanadamu, kila kitu katika maisha yao kinaenda vibaya kwa sababu ya wanadamu. Mpendwa, wiki mbili, miezi mbili, tatu, mwaka moja, uko na kanisa limeshajaa, na ile kanisa limejaa wajinga. Utapata hata watu wameenda wamesoma, wako na masomo yote ya hii dunia, lakini watakuwa wanakuja hapa wanasikiza hiyo pumbavu. Kwa sababu gani? Hiyo ndio kitu wanataka. Hawataki waambiwe makosa yao warekebishe. Ukienda kwa kanisa ambalo hauambii makosa yako urekebishe, ukue chombo kizuri cha Mungu akutumie kutenda mambo makubwa. Chenye unataka pale uende upate uongozi, ukienda pale ujulikane, ukienda pale uonekane ya kwamba wewe ndio mtu wa maana kuliko wengine. Hata ukifika katika ile kanisa hawakuambii dhambi zako, chenye wanakuambia ni lawama za watu ndio wamewekea watu, wamekufanya umekosa kuendelea. Basi kaa hapo na hao wajinga. Wacha wakuroge mpaka ile siku utafunguka macho. Makanisa mengi za ukweli ziko. Wahubiri wengi wa ukweli wapo. Lakini kuwapata wanapatikana hata katika hii mtandao wapo. Hata kando na huu mtandao kuna hata katika makanisa wako. Hata katika vijiji wako, lakini wanapozungumza ukweli, wewe unakubali hiyo ukweli. Hauko tayari katika ukweli, unataka mawazo yako. So Mungu anasema ya kwamba vile unaamini itakutendekea. Uliamini uongo, so ulitaka ishara. So ulitaka uambiwe akaba shangazi yako ndiye ameroga mtoto wako akakufa, basi kaa hapo. So naambiwa katika hiyo kanisa, ukitoka kwa hiyo kanisa, pastor mwenye alikuombea ukapata mtoto, alikuombea ukapata kazi, ukitoka hapo kwa hiyo kanisa kazi itaisha, watoto watakufa, Bwana atakuacha, yeye ndiye alikufanya ukaoleka. So umekaa hapo kwa sababu ya hiyo? Kaa hapo kwa sababu ya hiyo ujinga. My friend, yeye ndiye alikuumba. Huyo mchungaji ndiye alikuweka katika tumbo ya mama yako. Alikuweko, anajua mipango zako za Mungu zenye ameweka katika maisha yako. Mungu anasema kabla hajakuumba alikujua, alitengeneza mambo fulani katika maisha yako. Hivyo ndio vile Mungu anasema ako na mipango mizuri katika maisha yako. Sasa hivi umepata mwingine anakuambia yeye ndiye anajua hizo mipango hata kuliko Mungu mwenye alikuumba. Yeye ndiye anakuambia vile anko zako, babu zako amekukosanisha na familia kwa sababu ya kila mtu katika ile familia ukimuona anakutafuta, anakuwinda, anataka kukuangamiza. Manabii wa uongo, porojo, siasa, propaganda, utapeli wa hali ya juu kupitia kwa unabii umepotosha watu dunia mzima. Kila mtu anataka tu aambiwe mambo yake, na anataka tena yeye mwenyewe anajichagulia cha kuambiwa, asiambiwe dhambi zake. Huyo mtu kama maafya mimba, kama ni msichana maafya mimba, asiambiwe maafya mimba. Hapana, aambiwe kwamba anti yako anakuwinda kukumaliza. Sasa unafaa utoke katika hapa mahali uende mahali nyingine. Tafuta shamba, toka katika ile ya kwenyu, unafuta shamba mahali kwingine mbali na watu wa kwenyu wanakumaliza. Huyo mtu atakaa kwa hiyo kanisa. Huyo mtu atakuwa anainamia tu huyo mchungaji. Ukimwambia kwamba wale watu ambao wanafanya katika kazi yako umekosa kuongeza mshahara, ni huyo supervisor, umwambia kwamba ni hao marafiki zako yanakaanga nao, hao ndio wanakufitina katika kazi. My friend, huyo mtu atakuwa anakuabudu kwa sababu hataki aambiwe kwamba yale ambayo yanatendeka katika maisha yake ni yeye mwenyewe. Kila anachotaka aambiwe tu ni wanadamu. Hapo mahali tulikuwa, tukatoka my friend, tulikuwa katika hiyo mambo. Kama bado uko katika kanisa unaambiwa kuna watu wanakumaliza. Kama kuna mtu anajimaliza kama katika maisha ni yeye mwenyewe. Unajimaliza aje? Kwa kukataa kusikiza sauti ya Mungu. Kwa kupuuza habari za Mungu. Kama hii ujumbe ambao tunakuambia hii, ya bure hii. Tumekuambia kwamba jitenge na wale wakora, jitenge na yale madhehebu ya uongo, umekataa. Unasikia hivyo, unaanza kusema tunaingilia wachungaji wako. Ukisikia tukikwambia unaanza kusema ya kwamba sisi tunajivuna, hatuhubiri injili, tunakashifu watu. Sasa unajitengenezea ukuta usikie mzuri katika ile eneo. Lakini wakati mambo imetokea, wakati umeibiwa, wakati mtu amekufa katika hiyo kanisa, unaona wale walifunga mpaka wakakufa. Sasa hapo ndio kila mtu aliinuka kuanza kublame pale. Lakini kabla hayo dalili za hiyo mambo zilikuwa pale, walikuwa wanaambiwa hawataki. Paka siku ya leo bado kuna wengine wanaenda prayer center. Umesikia hata umeambiwa omba mahali huko.
Umekataa, pale unatoka hapo unaenda prayer center kukaa pale siku 7 mpaka unalipia kwenda kuomba. Unaona? Unatoka mahali unalipa fare, unafika mahali pale unalipa. Ati unaongea na Mungu. Katika hapo mahali Mungu mpaka yuko katika nyumba yako. So unapomaliza kwa prayer center, unaporudi kwa nyumba Mungu hayuko. Unapoambiwa hivi unasema tu kuna watu wanapingana na prayer center. Hapana. Wapendwa, tutoke katika vitu vya uganga na uchawi. Kama tuelewe Injili, tukubali tufundishwe. Hata kama tulisomea teolojia, tukubali tuweke teolojia chini tusikize kama nani? Nicodemus. Nicodemus aliweka teolojia chini. Paulo aliweka teolojia chini, na wengi waliweka teolojia chini ili wasikize Injili, wakubali iwafundishe viwango na viwango. Lakini wewe uko pale unapoambiwa, unataka kuuliza mwenye ananiambia huyu masomo yake amefika wapi? Injili amefundisha mpaka kiwango gani? My friend, utapatana na hao wakora, watakuibia, utauza shamba yako, utaua watoto wako. My friend, kazi yako utakuwa unakaa kwa kazi, baada ya mwaka mmoja wanakuambia hiyo kazi ni mbaya, toka. Utaranda, utatafuta kazi, yani nakwambia utateseka katika hii dunia, hautakaa na mahali utulie. Because mimi mahali tumefikia, nikienda mahali nasikia lawama ni watu. Hakuna Injili pale, unasikia tu ni waganga, unasikia sijui ni watu fulani. Hakuna mtu anakuambia makosa yako. Shida inayotokana na maisha yako kwanza. Adui wa kwanza wa maisha yako ni wewe mwenyewe. Sio mganga bwana, my friend. Adui wa kwanza hata sio shetani ambao unasema, ni wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe ndio umekuwa adui wa maisha yako, lakini umekataa na umeweka huo adui, umeweka huo uongo kwa watu wengine. Ndio maana siku ya leo hata ukiona watu wengine katika nyumbani kwenye, unaanza kupita njia nyingine ya kando, watu wanaenda kukuua. Kama wale watu hawako kuua wakati ulizaliwa. Kama wale watu hawako kuweka katika tumbo ya mama yako. Nashindwa kwa nini leo wako na nguvu mpaka kuliko mwenye alikuumba. Wako na nguvu mpaka kuliko vile uliweka kwa tumbo ya mama yako ukalindwa ukatoka. Siku ya leo wako na nguvu gani? Hawa watu wakutisha. Mahali tumefika, ukiniletea habari za waganga na wachawi, itafuta kwingine. My friend, niletea habari ya kwamba mtumishi Justus, Mungu anasema ya kwamba wachane vitina. Hapo nitafurahi. Nirekebishe, ni wachane vitina. Mungu anasema ya kwamba wachana ulafi, wachana uchoyo, wachana ukahaba. Nitafurahi, niangalie hizo vitu zenye umesema, nijirekebishe kama kuna mahali nimekosa. Lakini ukianza kuniambia tanti yangu ananiua, marafiki zangu ndo wananimaliza, wale watu ambao nakaa nao ndo wataki niendelee, my friend, hiyo vitu tumeshashinda, hiyo nimepita hapo. Hawa watu wote nimepata katika hii dunia. Hakuna mpango yote wako nayo katika maisha yangu hata moja. Sasa inafikaje saa hii ndio wanakuwa na usemi kuliko Mungu? My friend, nakwambia hivi, ondoka katika porojo za unabii. Unabii ni Mungu mwenyewe, na kenye Mungu anasema ni cha ukweli. Mungu anaposema kitu anajua kwamba serikali iko, anajua waganga wako, lakini anatimiza hayo mambo. Serikali ikiwa imekataa imekubali, atatimiza. Waganga wako makatai wakubali, Freemason, Illuminati wainuke wakatai wakubali. Hiyo mambo unajua Mungu hautegemea ati Freemason wamekataa, my friend. Neno lenye Mungu alisema halijalishi ya kwamba huyu fulani ndiye amekataa ama amekubali. So kama wewe Mungu alikuahidi vitu lakini unasema ati Freemason wamezuia hizo vitu, ati Illuminati, ati waganga, ati kuna watu wanazuia vitu zifanyike kwa maisha yako, umeweka lawama kwa watu, bado haujajua, hujafunguliwa katika ulimwengu wa roho utambue. Sasa unapofuata hiyo mafundisho, kubali, my friend. Ujue kwamba adui ya maisha yako sio mwingine, ni wewe mwenyewe. Kubali, shuka chini, ufundishwe, utengenezwe, ukue salama, itakuwa ni vizuri. So nataka nimalize ujumbe wangu nikisema kwamba ondoka katika propaganda, uganga, uchawi wa kinabii. Fuata Mungu. Mungu ndio nabii tosha. Chenye amesema kitatendeka kwa utukufu wa jina lake. Wale ambao mmepata ujumbe, kama kawaida, mnapoupata basi nikupatia wengine. Hakikisha ujumbe kama huu unapatia wengine, na wale ambao wataupata pia wapatie wengine, ili tuendelee kufungua watu macho, ili tukapate kujiepusha na mambo ambayo ni machafu. Zaidi ya yote, ukuwe na usiku ambao umejaa utakatifu. Endelea kumtafuta Mungu usiku na mchana bila kukomaa, na kutimiza mapenzi yake, na Mungu awatende mema.